Mtazamaji wa Jembe FM TZ kutoka sehemu iliyokuwepo na kusalimu ikiwa ni siku nyingine tena tunakutana tukiwa hai. Tuendelee kushukuru wema Mwenyezi Mungu, lakini kubwa zaidi linaloendelea hapa nchini linaloendelea kutikisa sana ni kuhusiana na mchezo wa dabi ya Kariakoo, Young Africans dhidi ya kikosi cha Simba Sports Club. Wote hao ni mafahali kutoka Kariakoo, Dar es Salaam. Awamu hii ni New Amani Complex visiwani Zanzibar. Vitu gani hasa vya kwenda kutazamwa kuelekea katika mchezo huu na nini hasa ambacho kitarajiwe kwenye mchezo huu? Nipo hapa na mchambuzi wa masuala ya soka Oscar Evodius kwa ajili ya kwenda kuangazia mchezo huo. Ambatana nami, naitwa Philemon Mawazo na hii ni Jembe FM TZ. Kila kitu kinakwenda kuwa fresh kweli kweli. Oscar, mambo vipi kwanza? Fresh kabisa. Uko vizuri? Niko vizuri. Hivi mtu ikitokea akakwambia kwamba unatakiwa kuwa hai, unakuwa unaelewa nini? Kuwa hai, kuishi. Kuishi? Yeah. Unaishi? Naishi. Uko hai? Sio maana tunazungumza hapa. Basi sasa, kumbe uko vizuri, umenielewa vizuri. Bwana, tuzungumzie kuhusiana na mchezo wa Simba. Simba ni Yanga dhidi ya Simba. Vitu gani hasa ambavyo ni vya msingi sana kuvizingatia? Tumeona mtaani mambo ambayo yanaendelea. Vitu vya kuzingatia ni vingi nafikiri. Kuanzia nje ya uwanja, mashabiki ni wa kuzingatia na wanachama. Kitu kizuri zaidi kwao ni namna ambavyo mechi kama hii imekuwa inachukuliwa huko nje. Kumekuwa na pressure kubwa sana ambayo inaingia ndani kwa wachezaji, benchi la ufundi, hata mashabiki wenyewe, kwa maana ya mashabiki wa Simba, wa Yanga. Kwa ni kitu kizuri cha kuzingatia na inafanya mechi kuwa na amsha nyingi, lakini pia wachezaji wenyewe kuwa na matamanio kwenda kuonyesha vitu vya tofauti zaidi, kwa sababu kama huko nje hakuna pressure ambayo inasukumwa kwenda ndani, basi mechi inaweza ikawa ya kawaida kama ambavyo tunashuhudia mechi nyingine. Kwa mechi kama hii ya dabi, kitu cha kwanza ambacho cha kuzingatia na tofauti zaidi na nimekuwa nikikipenda ni pressure ambayo imekuwepo nje, watu namna ambavyo wamekuwa wakizungumza, mashabiki wa Simba, Yanga wakitambiana. Kwa ni kitu ambacho kinavutia. Kitu kingine ni ubora wa vikosi vyote. Naamini Simba wana timu nzuri ambayo Steven Becker ameanza kuitengeneza. Hawajafika kwenye level ambayo wanahitaji, lakini naamini wapo kwenye progress nzuri ambayo wanaelekea kule ambapo wanahitaji. Kwa Simba ni kitu kizuri ambacho kinawatengeneza kuwa na hali nzuri ya kujiamini kuelekea kwenye huu mchezo. Young Africans wana timu nzuri pia. Hiyo haina shaka. Wana wachezaji wengi ambao walikuwepo msimu uliopita na msimu huu hapo, wamefanya maboresho machache kwenye maeneo machache. Kwa ni kitu bora zaidi kwao. Hali hapa nia njema zaidi kuelekea kwenye mechi hii kwenda kupambana mbele ya Simba. Na kitu kingine ambacho ni cha tatu nafikiri kwenye hii mechi ni Young Africans kushinda mechi 4 mfululizo za ligi kuu. Ni mechi ya ligi kuu. Young Africans wana matokeo bora ya ligi kuu ambayo wameshinda hapo nyuma, kwa maana ya mechi 4 mfululizo. Simba hawana matokeo bora kwenye mechi za dabi 4 zilizopita za ligi kuu. Kwa naamini hii mechi ambayo Young Africans wanataka kuishi kwenye historia yao. Ni mechi ambayo Simba wanahitaji kufuta hiki ambacho kimeonekana kwa misimu miwili iliyopita ya ligi kuu. Young Africans akichukua ubingwa, wao hawajapata hata sare kwenye mchezo wa dabi. Kwa ni kitu ambacho kinachagiza mchezo huu kuwa bora zaidi, mchezo huu kuwa kuvutia, mchezo huu kuwa na pressure kubwa zaidi. Kwa hivyo ni vitu ambavyo vinachagiza kwa kiasi kikubwa sana, ukiachana pia na msimamo, namna ambavyo wapo hadi hivi sasa Young Africans na gap la alama 5 mbele ya Simba. Kwa ni vitu ambavyo vinanifanya mimi kuona mechi hii ni ya kuvutia na kufuatiliwa zaidi. Ni sahihi kusema kwamba hii huenda ikawa ni miongoni mwa dabi bora au dabi ngumu kuchezwa kwenye kipindi cha hivi karibuni? Inawezekana ndio kwa asilimia kubwa zaidi. Kwanza pressure ambayo ipo nimekwambia ya historia ya mechi za dabi kwa hii misimu miwili, Young Africans wamekuwa bora. Kwa mechi inaenda kuwa ngumu, lakini pia Simba wameimarika tofauti na vile ambavyo wameanza msimu. Kwa moja inachagiza kuona kwamba ni mechi ambayo lazima inakuwa na ugumu kwa kiasi hicho. Kwa hiyo lazima itatengeneza mazingira ya ugumu kwa pande zote mbili. Kwa hiyo naamini eneo la quality zaidi linaenda kufanya mechi hii kuwa ngumu. Lakini pia kitu kingine ambacho kinafanya mechi hii kuwa ngumu ni dabi yenyewe, historia yake ilivyo. Yani inafahamika, yani historia yake inafahamika. Ni vitu ambavyo vimekuwa vikichagiza, na naamini inawezekana yani kuwepo kwa dabi tu yenyewe, dabi ya Kariakoo ni miongoni mwa vitu ambavyo vinafanya mechi hii
kuonekana ngumu, vinachagiza mechi hii kuwa ngumu, vinachagiza mechi hii kuwa na pressure. Kwa hiyo ni mechi ambayo naamini itakuwa ngumu, kwa sababu pia ukiangalia Simba kuna wachezaji wengi ambao wamewasajili. Bado Young Africans hawajawafahamu vizuri, hawajaelewa vizuri namna ambavyo unaweza ukawa unawazuia wachezaji kama hawa. Kwa ni vitu ambavyo vinaweza vikakupa ugumu kwenye mchezo, lakini pia hawa kina Anicet Oula, kina Libase Gwe ambao wameingia ndani ya Simba, kina Ino Loemba, kina Ismail Tule, wana kazi kubwa sana ya kusoma mazingira ya dabi. Kwa lazima watakutana na pressure, lazima watakutana na ugumu kwenye mchezo, kwa sababu wanaenda kukutana na washambuliaji ambao wana uwezo wa kufanya vitu vya tofauti. Kina Dube tayari kaishacheza dabi kadhaa, kwa maana ya Mzizima dabi, Dar es Salaam dabi, Kariakoo dabi, kaishacheza zote. Lakini pia ukitazama kwa upande wa defenders wa Young Africans, Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job, mimi naamini watatoa mechi ngumu kwa kina Anicet Oula, Libase Gwe, kwa sababu ni wachezaji ambao ni dabi yao ya kwanza, lakini hawa tayari pressure ya dabi wanaelewa namna ilivyo. Kwa sasa hivi soka linatazama sana kwa upande wa mbinu za mwalimu. Tofauti na kipindi cha nyuma, watu walikuwa wanatazama sana uwezo wa wachezaji. Kuelekea katika mechi hii, mabenchi ya ufundi kwa upande wa kocha Steven Becker wa Simba na kwa upande wa kocha wa Yanga, wana nafasi gani kuelekea katika mchezo huu? Tumetazama kwenye michezo yao mingine, kumekuwa na maswali mengi ambao yakibaki wazi kwamba kuna muda timu namna ambavyo wanachezesha sio kama vile ambavyo inatakiwa. Wao wana wajibu gani kuelekea katika mchezo huu, kuachana na kutimiza majukumu yao? Nafasi yao ni ipi hasa? Mimi naamini mechi inaenda kuamuliwa kiufundi. Yaani eneo la kiufundi nalipa nafasi ya kwanza kuliko uwezo wa mchezaji mmoja mmoja. Nimezungumza namna ambavyo Simba wanaimarika, lakini pia Young Africans namna ambavyo wamekuwa bora zaidi kimbinu. Ukiangalia ndio timu ambayo imeruhusu mabao machache kwenye ligi kuu hadi sasa, mabao 2. Simba wameruhusu mabao 4. Kwa ni miongoni mwa timu ambazo ziko bora zaidi kwenye kuzuia, lakini pia hata wastani wao kufunga ni mzuri kwenye idadi ya mechi ambazo wamecheza. Hata alama, Simba kaachwa alama 5. Ukiangalia mechi ambazo wamepoteza alama ni mechi ambazo unasema yes, kapoteza alama. Mechi dhidi ya Dodoma, moja kati ya game ngumu ambayo Simba walicheza, na imekuwa hivyo mara zote kwenye uwanja wa Jamhuri. Mara zote ambazo wamecheza pale, Simba hajaipata mechi nyepesi. Mechi dhidi ya Azam, kila mtu anaelewa hakuna kitu ambacho labda kilishangaza Azam kushinda mbele ya Simba, kwa sababu anaweza kufanya hivyo mbele ya Simba, anaweza kufanya hivyo mbele ya Yanga. Kwa ni vitu ambavyo unaona moja kwa moja vinaweza vikawa vimechagiza Simba kudondosha alama 5 hadi sasa anaenda kukutana na Young Africans. Kwa naamini kimbinu ni timu ambazo ziko better hadi sasa kwenye ligi kuu, na haishangazi kuona kwenye hizo nafasi ambazo hapo, na haitoshangaza kuona kila mmoja akienda kuwa na matokeo bora. Yaani Yanga akishinda haitoshangaza, Simba akishinda haitoshangaza, kwa sababu ukiangalia current performance ni timu ambazo zipo vizuri zaidi. Kwa upande wangu mimi naamini Steven Becker ana nafasi kubwa sana ya kuamua namna ambavyo Simba inabidi iende kapate matokeo, na unaona kuna inclusion ya baadhi ya vitu vyake ndani ya kikosi na imeanza kuonekana. Lakini pia kwa Young Africans naamini Pedro Soares ni moja kati ya makocha ambao timu yake ina uimara mzuri sana kwenye kuzuia pale ambapo anaingia na hiyo plani, lakini pia hata kwenye kushambulia ana wachezaji ambao wana uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao. Kina Pacome Mzuzwa, kina Max Nzengeli, Prince Dube, ukiangalia kina Depu, ni wachezaji ambao wana uwezo wa kubadilisha hivyo. Japokuwa kimbinu Young Africans ni timu ambayo kwenye transition pale ambapo wanapokuwa mpira kwenye eneo la timu pinzani wanapoenda kushambulia, wanaposhambuliwa huwa wanakutana na wakati mgumu sana. Naamini hata msimu huu ni miongoni mwa vitu ambavyo vimewaangusha kwenye CAF Champions League. Kwa hiyo kwenye mchezo huu kuna vitu vingi zaidi vya kutazama kwenye eneo la kimbinu, ila ukitazama kwa Simba wameimarika zaidi kwenye transition. Tunatoka nyuma tumeshinda mpira kwa mpinzani, amekuja kwenye eneo letu, tunabadilika kwa haraka kwenda kwenye lango lake. Hivyo ni vitu ambavyo Simba wameimarika sana. Kwa Young Africans hilo ni eneo ambalo wana mapungufu. Kama wataweza kuwa bora zaidi, huenda wakaifanya mechi pia kuwa ngumu sana na wakawaoutshine Simba kwenye maeneo mengi. Ila ukiangalia kimbinu, Steven Becker, Pedro Soares, naamini ni watu ambao wana nafasi kubwa sana ya kwenda kuamua hii mechi ya Kariakoo Derby. Ni wengi wanasema kwamba ni vigumu sana kutabiri dabi ya Kariakoo. Wengi sana wamesikika wakisema hivyo. Na wewe unaamini kwamba ni vigumu sana kuitabiri dabi ya Kariakoo? Ni vigumu kutabiri dabi ya Kariakoo, na huwa sitabiri dabi ya Kariakoo. Kwa nini? Dabi na mimi ni mchezo wa tofauti, ni mchezo wa mazingira ya tofauti. Kuna vingi vinabadilika kabla ya mchezo. Kiakili,
nje pressure. Kwa kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kubadilisha mchezo wa dabi. Dabi haijazoeleka duniani kote. Madrid na Barcelona, Manchester United dhidi ya Manchester City, Orlando dhidi ya Kaizer Chiefs. Tukitazama mechi yao siku ya jana, lakini pia ukitazama mchezo wa Bayern Munich dhidi ya Borussia Dortmund. Kwa binafsi sioni kama na nafasi kubwa sana ya kutabiri dabi, ila naamini utakuwa ni mchezo mzuri. Shukrani sana. Bana, kutabiri dabi ni vigumu sana. Dabi ya Kariakoo haitabiriki. Ikiwa inacheza Yanga dhidi ya Simba ni vigumu. Vivyo hivyo ikiwa inacheza Simba dhidi ya Yanga vigumu sana kutabiri. Wewe unasemaje? Sema nasi hapo na mambo yote yataendelea kuketi vyema kweli kweli. Alikuwa ni Oscar Evodius, mmoja kati ya wachambuzi bora kweli kweli wa soka hapa nchini. Hii ni Jembe FM TZ na mimi naitwa Philemon Mawazo. Endelea kusema nasi na kusalia nasi. Tutahakikisha kila kitu kinaendelea kuwa pamoja na sisi. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.